Haleluya, mtu wa Mungu, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Nakuja tena leo nikuambie kwamba maombi pasipo wajibu ni wenda wazimu au ni ukichaa kabisa. Kimsingi ni kwamba tunaamini kabisa, tunaomba, tunahitaji msaada wa Mungu kwa njia ya maombi. Tunapoenda mbele za Mungu ni kwamba tunataka Mungu afanye jambo lolote ikiwezekana kwa maisha yetu, lakini ukweli ni kwamba ukishaomba hatuishii tu kwenye kuomba na ukakaa. Lazima utafute kufanya ulivyotakiwa kufanya. Hivyo basi, ni kwa nini tunaenda kuomba? Tunaenda kuomba ni kwa sababu kwanza fahamu zetu zimelala, zimefungwa. Tunakwenda kuomba ili kuomba ufumbuzi wa fahamu zetu zipate kujua ni kipi cha kufanya katika mazingira tulio nayo. Ni kweli hatuelewi, ni kweli hatujui nini tufanye, lakini tunapokwenda mbele za Mungu na kuomba Mungu, tunamtaka Mungu sasa atupe namna nyepesi ya kufanya ambao akili zetu za kawaida zimeshindwa. Lakini baada ya kuomba tunaanza kuona kwamba mbona kama kuna kitu nitakiwa nikifanya, basi tutakwenda kufanya kile ambacho tulishindwa kufanya kabla ya maombi. Kwa kazi kubwa ya maombi ni kukuchochea wewe uende ukafanye ulichotakiwa kufanya, sio kwamba maombi yenyewe yanafanya moja kwa moja kile kitu ulichotakiwa kufanya. Kwa hata unavyoomba, omba ukijua kabisa napata msaada, napata mwongozo wa nini nikafanye, nini natakiwa kufanya baada tu ya kumaliza maombi haya. Nafahamu kwamba si kila wakati utajibiwa. Kuna wakati unaweza ukaomba lakini bado usipate jibu la moja kwa moja nini ukafanya. Lakini hii haimaanishi kwamba basi maombi yenyewe yanakuwa yamekwisha kufanya. Kwanza kumbuka jambo moja, kwamba wakati mwingine tunakwenda mbele za Mungu tukiwa tumejifarakanisha sana mbali na upendo wa Mungu wenyewe. Kwa Mungu si kwamba anafanya tu kwako kwa sababu wewe unataka. Mungu wakati mwingine anafanya kulingana na maisha ya mtu mwenyewe, au anaweza akafanya kwa sababu kuna kitu anataka akufundishe, aidha akuonyeshe kwamba kwake yeye yote yanawezekana. Lakini haina maana kwamba atafanya kila wakati kwa sababu umetaka afanye. Wakati mwingine Mungu hufanya kulingana na maisha ya mtu mwenyewe anayetakiwa kufanyiwa. Afanye kwa sababu huyo mtu anataka, afanye kwa sababu huyo mtu ameweka matumaini makubwa ya kutaka kukutana na uhitaji wake. Ufanya Mungu wakati mwingine akiwa ameona njia za mtu mwenyewe anayetakiwa kufanya kwake. Lakini pia ziko sababu nyingine nyingi ambazo Mungu zinaweza zikampelekea asifanye hicho anachotaka akifanye kwenye maisha yako. Kwa sababu njia mojawapo ambazo Mungu zinaweza zikamzuia asifanye alichotakiwa kufanya kwako ni kile utakachokifanya au kitakacho kupelekea wewe uombe. Kwa sababu kuna wakati mwingine unaomba si kwa sababu una uhitaji. Yuko mtu ambaye unahitaji kumlipiza kisasi, unahitaji kumuonyesha kwamba na wewe unao uwezo wa kupata au wa kuwa navyo hivyo. Mungu maombi kama hayo huwa hajibugi kiwepesi, kwa sababu Mungu lengo la kukusaidia wewe ni ili uwe baraka kwa wengine, sio ili uwe kwazo na kwenda kuwaumiza wengine na kwenda kuwanyanyasa wengine na kwenda kuambia wengine kwamba mnifikiri sitoweza au kwamba unataka ufanye maonyesho. Mungu akigundua tu kwamba maombi yako, shauku kubwa au nia ya hicho unachokitaka kwa Mungu ni ili watu fulani wakuone au wakujue kwamba na wewe unavyo, huwa Mungu ajitabishi na watu wa namna hiyo. Angalia sana unapopeleka uhitaji wako kwa Mungu. Angalia nia na lengo. Nia yako ni nini? Lengo lako ni nini?
Okay, ni kweli unataka ujikwamue kwenye eneo ulilopo. Kweli unasema kwamba kwa kweli napitia wakati mgumu sana, kwa kweli nateseka sana, natamani ningetoka hapa nilipo, natamani nisiishi maisha haya. Ni kweli utamani kabisa kuishi maisha hayo, ni kweli unatamani kutoka hapo ulipo, lakini una wajibu gani? Ni wajibu gani unauona baada ya wewe kutoka kwenye hatua uliopo sasa? Ni kitu gani utaendelea kuwajibika nacho? Ni kitu gani utaendelea kujishughulisha nacho baada ya wewe kutoka kwenye hatua au kwenye udhaifu ulionao kwa wakati huu? Wakati mwingine Mungu anakuacha hapo ulipo kwa sababu anaona pamoja na kwamba unapitia wakati mgumu, lakini umekuwa na adabu sana kwake. Unapitia wakati mgumu, lakini bado umekuwa na nidhamu, umekuwa na namna nyingi sana za kumrejea yeye pamoja na magumu unayopitia. Lakini anajaribu kuangalia kwamba huyu mtu nikiinua tu uchumi wake, nikiinua tu kazi zake, mambo yake yakaanza kumnyokea, huyu mtu ndo tumemalizana na mimi, hana muda tena na mimi. Kwa hiyo angalia sana shauku ulionayo kwa Mungu, lengo ulionalo kwa Mungu ni nini hasa. Wakati mwingine tunaomba vitu vingi sana kwa ajili ya anasa zetu wenyewe. Ngoja nikumbuka maandiko fulani hapa kwenye Isaya. Nimekumbuka maandiko fulani kwenye Isaya. Kuna wakati watu fulani walilalamika na walimlaumu Mungu kwamba Mungu, mbona ufanyi? Mbona tulifunga? Mbona mpaka Mungu anashangaa, anambia hapana, watu wa Mungu, hapana watu wangu. Yaani yote haya mnafanya, amfanye kwa ajili yangu. Na hiki sasa ndicho kinachoendelea kwa tulio wengi hata sasa. Yaani tulio wengi tunafanya hayo mambo kwa kuto kujua, tukiamini kwamba tunafanya vya kimungu, lakini kumbe tunafanya vya kwetu wenyewe, kitu ambacho Mungu anapinga kwamba saumu kama hiyo sio saumu niliyoichagua mimi. Ngoja nisome katika kitabu cha Isaya sura ile ya 58. Nitasoma kuanzia ule mstari wa 2. Anaambia, walakini wanitafuta kila siku, hupenda kujua njia zangu, kama vile taifa waliotenda haki, wasioacha sheria ya Mungu wao. Hutaka kwangu amri za haki, hufurahi kumkaribia Mungu. Husema, mbona tumefunga lakini huoni? Mbona tumejiitaabisha nafsi zetu lakini huangalii? Fahamuni siku ya kufunga kwenu, mnatafuta anasa zenu wenyewe, na kuwalemea wote watendao kazi kwenu. Naomba niishie hapa kwanza, lakini nataka ujifunze nini? Kwamba wakati mwingi wa kufunga kwetu, hata wakati mwingi wa kuomba kwetu, hatuombi juu ya kutafuta uhusiano mzuri na Mungu wetu. Tunaomba kwa ajili ya kutafuta urahisi na unafuu wetu si wenyewe katika hanasa zetu, katika namna zetu. Yaani hatuoni shida kwenye kuumiza tunakoumiza, hatuoni shida kwenye uovu tunaoufanya. Kwa hata tunapoenda mbele za Mungu, hatuendi kama ni watu tunaotubia udhaifu wetu, tunaotubia dhambi zetu. Tunaenda kama watu wenye haki, tunaostahili kufanyiwa vizuri, hali ya kuwa hatujafanya mambo yaliyo mema machoni pake, hali ya kuwa hatujatenda haki, hali ya kuwa tumejifarakanisha kwa mambo mengi na upendo wa Kristo wenyewe na upendo wa Mungu mwenyewe. Lakini tukienda mbele za Mungu, tunaenda kama ni watu wenye haki na kumlaumu Mungu na kumnung'unikia Mungu. Mungu, mbona nimeomba sana? Mungu, mbona nimepita kwenye wakati huu, nimepita katika kipindi hiki kigumu kwa muda mwingi sana. Lakini jaribu kuangalia njia zako, jaribu kuangalia uhusiano wako na Mungu wako ukoje kwanza, kwa sababu usikimbilie sana kwenye kulaumu, kuona Mungu afanye. Jaribu kuona maisha na njia zako. Je, ingekuwa wewe ndo Mungu, ungemfanyia mtu wa maisha kama ya kwako? Ungekuwa wewe ndo Mungu, umepewa nafasi, tuyachunguze na kuyapima tu maisha ulio nayo. Je, yanastahili? Yana vigezo? Yaani hicho ndicho kinachotufarakanisha sana na upendo wa Kristo. Yaani light, tungekuwa ni watu wa kuchunguza maisha yetu, njia zetu, tusingekuwa ni watu wenye kumnung'unikia Mungu au kunung'unika kwa Mungu. Tusingekuwa ni watu wenye
kuomba kwa namna hii tunayoomba leo hii. Tunaomba maombi ya ajabu sana, na Mungu huwa ni kama asikii, huwa ni kama anachelewa sana kujibu. Ni kwa sababu kwa sehemu kubwa maisha yetu hayafanani na kile tunachokitaka kwa Mungu. Laiti tungekuwa ni watu wa kuchunguza njia zetu na kuona kwamba hatua tulionayo ina udhaifu kiwango gani. Tusingekuwa ni watu ambao tunakimbilia kwenda kulaumu au kwenda mbele za Mungu moja kwa moja na kumtaka Mungu afanye shauku zetu pasipo kuchunguza njia zetu. Tujifunze kunyenyekea sana. Tujifunze kuwa na namna nyingi za kuchunguza maisha yetu. Laiti mwanadamu angekuwa ni mtu ambaye ana muda mwingi wa kuchunguza njia zake, angekuwa na adabu, angekuwa na namna nyingi, na duniani kungekuwa na utulivu sana. Lakini Mungu atusaidie sana kizazi hiki. Na niseme jambo hili, jambo gumu ambalo huenda lisikutie moyo na lisikufariji. Kwa nyakati tulizo nazo na kwa kizazi hiki tulichopo nyakati hizi, tutarajie sana kuona mpasuko mkubwa kwenye familia nyingi, na kulaluana sana mioyo na kuumizana sana. Kuumizana kutaendelea sana, kuumizana kutaendelea sana kwenye maisha yetu. Ni kwa sababu tu watu wengi wa sasa tumekataa kusimamiwa, tumekataa kushauriwa, tumekataa kukemewa, tumekataa kuonywa. Huwa ziko kauli nyingi sana ambazo huinuka mtu akitokea kunyosha, kuweka mambo sawa, huwa ugeuka kuwa ni adui kwenye jamii zetu. Huwa anaonekana kama anajifanya, huonekana kama ni mkoloni, huonekana kama ni mtu ambaye ana injili ngumu, huonekana kama huyu mtu injili yake haubiri injili ya Kristo, haubiri injili ya upendo. Yaani huonekana ni kama ni mtu ambaye hanahubiri mambo yake mwenyewe, kiwango ambacho sasa kimepelekea kizazi hiki kuwa jeuri, kuwa kiburi, kuwa na namna nyingi isiyofundishika kiwepesi. Kwa sababu leo hii ikitokea mtu anakosoa au anajaribu kushauri au kuonya juu habari ya jambo fulani, watu huinuka kwamba ona, huyu anahukumu kama yeye ndio Mungu. Unahukumu kwa nini ni Mungu? Ndugu yangu, watu wa Mungu, naomba tujifunze sana hii Biblia. Hivi sijajua mnaichukuliaje sana hukumu. Nikisoma hii Biblia ndio iliyosema onya, kemea, karipia, tena kwa sauti kuu, piga kelele, waambie watu makosa yao. Ni Biblia hii imeongea hayo yote. Lakini leo imekuwa ni ajabu sana kwenye jamii tulizopo hizi. Ikitokea unaonya, unahukumu, unapewa kwamba unahukumu. Ukitokea unakaripia, unahukumu, unapewa unahukumu. Ikitokea tu pia unajaribu karipia mtu au unakemea mtu ambaye alikuwa anatoka nje, yaani kwa kutaka kumsaidia, bado inaonekana unajifanya kama wewe ndio unajua, unajifanya kama wewe ndio msafi sana, unajifanya kama wewe ndio mtakatifu sana. Watu wa Mungu, Mungu atusaidie sana kizazi hiki, kwa sababu ni kizazi ambacho akionyeki sasa, akishauriki sasa, na kwa wakati niseme, na kwa bahati mbaya sana hata watu waliotakiwa kusimama na kuonya nao hawapo kwa sehemu kubwa. Kwa sasa ni wachache sana, nao wachache waliopo ambao wanajaribu kusimama na Biblia, wanajaribu kusimama na kusudi la Mungu, nao wanaandamwa sana, wameandamwa sana, nao wanaishi maisha ya taabu sana. Na hii yote ni kusudi la adui Shetani kuzofisha kusudi la Mungu, ili kuzimu ipate kuwa na watu wengi zaidi. Kwa nini? Kwa sababu watu watazidi kuwa wakaidi, watu watazidi kuwa na kiburi, watu hawataona fahari yoyote kutembea na kusudi la Mungu, kwa sababu wanaona watu wa Mungu wanavyodharaulika, wanaona watumishi wa Mungu wanavyokashifiwa, wanaona watumishi wa Mungu wanavyoishi maisha ya taabu. Mwisho wa siku mtu anasema ya nini yote hayo, acha tu mimi niendelee hivi, kwa sababu sasa
anaona kwamba ni kama kuenda kusimama na kusudi la Mungu ni kuhatarisha maisha, ni kuishi maisha ya ovyo. Lakini anaona watumishi wa Mungu wengi waliojaribu kusimama na kusudi la kweli, wanavyotaabika, wanavyopita kwenye kipindi kigumu, wanavyoteseka, wanavyopita katika maisha ya kuziakiwa, kudharauliwa, kuwindwa. Wakati mwingine kila wanapoongea au wanapotoa matamko fulani huonekana ni kama wanapingana na mamlaka fulani, ni kama wanapinga mamlaka fulani. Lakini hii yote ni kwa sababu tu ya mazingira tulionayo ya kizazi hiki tulichopo sasa. Ni kwamba ni kizazi ambacho sasa hakiwezi kikashaurika na kikaonyeka tena. Lakini nimejaribu kusoma sana Biblia, soma sana Biblia na soma Biblia sana, nikiangalia Biblia kwa maeneo mengi na waona watu wa Mungu wengi hawakupita katika mazingira rafiki. Ni kwamba tu tunasoma Biblia kwa namna tofauti sana. Hatusomi Biblia na kuibeba kwa uzito wake. Hatuisomi kwa namna ya walimopita baba zetu tunaowasoma kwenye Biblia hii. Sioni raha na tumaini lolote, na ndio maana nashangaa sana kusikia kijana au kuona vijana wengi wa sasa hivi ambao hupenda kusema kwamba tumeitwa au nimeitwa. Nasikia wito, unajaribu kuangalia mtu anayesema nimeitwa hana namna zozote zinazofanana na watu walioitwa. Hana kitu chochote kinachofanana na watu ambao waliitwa. Lakini hii pia najaribu kuona tu kwamba kijana si kweli kwamba ameitwa. Amesukumwa na uvivu wa kazi, amesukumwa na njaa, ameona fursa kwenye kuhubiri, ameona fursa kwenye kutangaza neno la Mungu. Lakini laiti angeona wajibu wenyewe, hakuna mtu ambaye angeitamani kazi ya Mungu, kwa sababu watu wa Mungu wengi walipoitwa walilia, waliumia, waliona mzigo. Wengine walijaribu kutoroka, wengine walijaribu kujificha, lakini bado ile sauti iliendelea kuandama, kwa sababu waliona mzigo, waliona wajibu mzito kwenye kusudi la Mungu. Sababu anajaribu kuona anatakiwa kupita kwenye maeneo mengi ambayo atakataliwa na watu wa karibu sana na yeye, atakataliwa na ndugu zake, atakataliwa na familia yake na watu wake wa karibu, atakataliwa na serikali yake, atapingwa. Yani anaona maeneo mengi atakuwa ni mtu ambaye anapingwa na kila mtu. Kwa nini? Kwa sababu anaona kila kitu anachotokea kwenda kuongea, yani ni kwenda kugusa ulaji wa watu, ni kwenda kugusa maslahi ya watu. Na ndio hicho kinachoendelea hata sasa. Leo hii ukisema uhubiri Injili, ukisema uhubiri unyoke na kusudi la Mungu, ni kuhatarisha maisha, ni kuhatarisha uhai. Lakini leo hii vijana wengi wanaosema tumeitwa, unaona tu kabisa kwamba bado tamaa nyingi za fedha, tamaa ya mali imewajaa, tamaa ya zinaa imemjaa. Lakini huyo anakuambia nimeitwa. Naambia ndugu, umeitwa wewe? Hivi kuitwa kweli mtu? Hebu tujaribu kuangalia hii Biblia. Walioitwa wako kama wewe kweli? Unaona kuitwa wewe una wito wa kuitwa wewe? Mbona bado una namna nyingi chafu? Mbona bado wewe mwenyewe hapo ulipo umelemewa na mambo mengi vingi, uelewi wewe? Ni kwa nini usingekaa kwanza ukatulia, ukalelewa, ukajifunza kwanza mapito ya zamani, mapito ya baba zetu walipita wapi na wapi, uone kama kweli hiyo huduma iko ndani yako. Kuna vitu vingi ambavyo unaona kama unavyo, si kweli kwamba unavyo. Vingine unasukuma tu na shauku zako mwenyewe. Kujua kuhubiri au kujua kupangilia maneno ya Mungu haina maana kwamba wewe una mzigo wa Mungu basi wewe umeitwa. Hapana, hiyo ni hatua mojawapo ya kumwelekea Mungu. Yaani kujua kuhubiri, kujua au kujua kusoma Biblia, kuongea kama hivi ninavyoongea, haina maana kwamba wewe umeitwa au unajua. Ni moja kati ya hatua ya kwenda kutumikia au kusimama na utumishi wa Mungu aliyoutaka kwa watu wake. Hiyo isikupe kiburi kuona umefika na unaweza, basi acha usimamie na watu uongozwe. Mtu wa Mungu, hapana. Ni kweli ni hatua njema, ni hatua nzuri, umefika kweli, unajua kusoma Biblia, unajua kuomba, ni kweli ni hatua nzuri. Lakini usikimbilie sana kwenda na wewe kusimamia watu kwamba umeitwa kwenda kutafuta na wewe uanze kupewa mafungu ya 10, upewe sadaka. Injili yenyewe imezidi kupewa mafungo ya 10, imezidi kupokea sadaka, imezidi kubariki watu. Huku nakusema ubarikiwe sana, imezidi sana. Injili
injili yenyewe imevuka hapo, kwa sababu kusudi na lengo la injili sio wewe ulete. Kusudi na lengo la injili ni kumvusha mtu aliyekwama, mtu aliyeshindwa, mtu aliyekosa majibu, akutane na majibu ya maswali aliyonayo, ajue nini cha kufanya, ajue nini cha kushika, ajue nini cha kuendelea nacho. Hii ndio injili. Injili kama hiyo huwezi ukasikia mtu anasema nimeitwa. Injili kama hiyo ni ngumu sana kusikia wito ndani yako, kwa sababu ni injili ya moto. Ni Mungu atusaidie sana kizazi hiki, atusaidie sana, kwa sababu ni moja kati ya kizazi ambacho sasa kwa kiwango kikubwa au kwa sehemu kubwa ni kizazi ambacho kinaona sana huduma kulikoni kufundishwa au kukaa chini ya mtu kilelewe na kifundishike. Nimejaribu kufuatilia hata kwa bash ya baba zangu ambao wamejaribu kusimama kwenye imani kwa sehemu kubwa. Ni watu ambao unaona nyuma yao kulikuwa na unyenyekevu mwingi, ni kulikuwa na namna nyingi za utii ya kunyenyekea, kwamba huyu ni baba, alikuwa tayari kulelewa, alikuwa tayari kutii, alikuwa tayari kufundishwa, ndipo akawa na hatua hiyo nzuri ambayo pengine wewe ndo umeitamani mpaka unasema na umeitwa. Unajua kuna vitu ambavyo hata mimi nimekuta navyo, ukiongea au ukihubiri kwa namna fulani ya neema fulani, watu wakakuelewa, watu wakakusikiliza, wakaja wengine wawili watatu wakakupongeza, mtumishi, tumejifunza. Hii huinua kiburi ndani ya watu wengi sana, na kuanza kuishi kwamba ni kama nina kitu. Sio dhambi kuishi hivyo, sio dhambi kufikiri hivyo. Ni kwa sababu tunafanya ibada ili kila mmoja apige hatua kutoka kwenye eneo aliyopo aende hatua nyingine yenye baraka zaidi. Kwa watu kukuelewa na watu kuona kitu kizuri ulichokifanya sio dhambi. Ni moja kati ya kitu ambacho pia inaweza ikakuchochea wewe kuendelea kufanya vizuri zaidi, lakini isikumilikishe, isikufanye wewe, isigeuze ufahamu wako na kujiona na wewe unaweza. Basi hapo utaki kuonywa, utaki kupangwa, utaki kufundishwa. Yani ukikolomewa tu, ukikemewa kidogo, basi na unainuka, chungaji hana hekima, ananikemeje vile mbele ya watu. Mtu wa Mungu, hekima ipi unayoitaka baba? Hekima ipi unayoitaka mtu wa Mungu? Wewe sio mzito kiwango hicho. Mbona bado unahitaji sana kulelewa wewe? Mbona bado sana wewe? Bado sana. Ni vyema ungemsikiliza huyo mtu, ana nia gani, ana lengo gani, ni kwa nini kakupolomea, ni kwa nini kakuonya, ni kwa nini kakufokea, ni kwa nini anakufukuza hapo. Kipo kitu ambacho natamani kukiona kwako. Iko hatua yenye baraka zaidi ya hiyo unayoiona wewe, zaidi ya hicho unachokiona wewe. Kuna kitu kinatakiwa kizaliwe ndani yako kikubwa kuliko hicho unachohangaika nacho. Kwa Mungu akupe tu neema ya kuelewa nini ambacho itakiwa kufanya mwanadamu. Ni kweli nimezungumzia kuhusu maombi, kwamba ni kweli wengi tunaamini kwenye kuomba, ni kweli wengi tunapenda kuomba, ni kweli tunahamasishana kwenye kuomba, ni kweli tumekuwa na namna nyingi ya kuomba. Maombi ni winchi, maombi ni kitu pekee kitakachokutoa kwenye eneo dhaifu ulilopo na kwenda kwenye eneo lingine. Lakini nikwambie kwamba maombi tunayozungumzia sio maombi ya kwamba ukishaomba uende ukalale. Hapana, ni maombi ambayo yatainua wajibu ndani yako. Ulikuwa ufanye kazi, baada ya kuomba unaanza kuona vya kufanya. Baada ya kuomba unaanza kuona wapi nipite, unaanza kuona nini nifanye. Ulikuwa unafanya kwa namna ya kiolela. Sasa baada ya maombi yanaanza kukuonyesha na kukumulikia kwamba mwanangu, ulikuwa ufanye vizuri kwenye eneo 1 2 3. Baada ya kuomba sasa unaanza kuona kwamba kumbe pale nitakiwa nifanye hivi, kumbe hapa nitakiwa nipite hivi, kumbe hapa nitakiwa nifanye. Kwa maombi yenyewe kazi yake ni kukupush kwenda kutokeza kusudi lenye baraka zaidi kuliko kile unachowajibika nacho kwa sasa. Ni kweli unafanya vitu vingi ambavyo ni hewa, vingi unafanya kwa nguvu nyingi, unatumia akili nyingi, tumia akili yako, lakini vingi havina matokeo. Lakini maombi kazi yake ni kwenda kukufanya ufanye vitu vyenye matokeo sahihi. Hiyo ndio kazi kubwa ya maombi, ni kukusaidia, ni kukusapoti na kukusukuma wewe uende ukafanye ulivyotakiwa kufanya, kwenda kutenda ulivyotakiwa kutenda. Sio kwamba ukishaomba ndio umemaliza. Hapana.
Hapa ndipo napopata watu wengi wavivu hapa, na ndio kinaonekana kama imani ni kitu cha hovyo, na wengi tunakutana na watu ambao wanaonekana sasa wokovu na kama ni kitu fulani hivi cha hovyo sana. Kwa nini? Sababu kuna mwingine alikuwa ni mwajibikaji mzuri tu, yani alikuwa anawajibika vizuri tu, alikuwa anafanya kazi vizuri, alikuwa anapambana, alikuwa ni mpambanaji mzuri, lakini baada ya kuokoka kameingia kauvivu, hataki tena kufanya zile kazi, kisa ana huduma, ana mzigo. Mzigo sio huo, mtu wa Mungu. Mzigo ni kuwajibika sana kwenye kile ulichotakiwa kuwajibika na. Kama ni kazi ulikuwa unafanya, fanya kwa bidii. Kazi zilizo halali zote fanya kwa bidii zote, tumia nguvu zako zote kufanya hiyo kazi, na unaenda ukishamaliza kazi, rudi kashukuru Mungu. Mungu, asante, nimefanya kwa namna ambayo akili yangu ilikuwa iwezi, akili yangu ilikuwa ijui, lakini leo baada ya maombi yale ya jana yamenisukuma, nimefanya na kile, nimefanya na kile, nimefanya na hiki, nimefanya na hiki ambacho nilikuwa sijui. Hiyo ndio kazi ya maombi. Ndio namwambia Mungu, namshukuru Mungu. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya namna yale maombi tuliyoomba alivyotusukuma kwenda kufanya tulichotakiwa kufanya. Hatumshukuru Mungu kwa sababu tulilala vizuri baada ya kuomba. Hapana. Ingawaje nao ni sehemu pia unaweza kushukuru Mungu kama ulikuwa na kabla, lakini maombi lazima yakupe wajibu. Maombi yasiyo na wajibu, hilo ni kaburi. Ni kaburi la imani, tena ni mzigo. Hayo maombi yatakufanya uonekane kituko kwenye maeneo mengi sana, na zaidi utaibuka tu wewe kuwasema watu vibaya na kuamini kwamba pengine wewe unadharaulika, watu hawaheshimu imani. Hapana, watu hawaheshimu porojo zako, watu hawaheshimu maneno yako, watu wanaheshimu unavyovifanya, watu wanaheshimu sana matokeo ya kile unachokifanya. Kinachobeba uzito wa Mungu au uzito wa kile unachoendelea nacho ni matokeo ya kile unachokifanya. Kimetokeza nini? Ni kweli umefanya? Ni kweli unaomba? Nini unafanya baada ya kuomba? Na kinatija kiwango gani? Kina umuhimu kwa kiwango gani? Kwa jamii yako, kwa watu wanaokuzunguka, wanajifunza nini? Wananufaika nini na kile unachokifanya? Kile ndicho kitakachotengeneza uzito wako, kile ndicho kitakachotengeneza heshima ya yale maombi unayoomba. Watu hawakuheshimu kwa sababu unaweza kusema Mungu mzuri, jamani turudi kwa Yesu, jamani hapana. Watu waheshimu hicho tu, watu waheshimu porojo tu, watu wanaheshimu matokeo. Yaani watu wanaheshimu sana ni namna gani wewe mwenyewe unavyojizuia na namna nyingi za wewe kutenda dhambi. Ukiwa mtu wa namna hiyo, utakuwa na namna nyingi sana za kubeba kusudi la Mungu kwa sura na picha ambayo Mungu aitamani injili ihubiriwe duniani kote. Kwa tamani sana kuonyesha injili yako kwa vitendo. Na ndio maana ukimsoma Yakobo katika mahali fulani hapa anasema, kama vile mwili pasipo roho umekufa, vivyo hivyo na imani katika pasipo matendo imekufa. Ni kwa nini? Kwa sababu kama wewe utakuwa unasema uzuri wa Mungu ambao watu hawauoni, na pia ni mzigo, umekufa tu wewe. Ni kituko, na hizo ni kelele, na au nisema huko ni kupiga debe. Kwa hiyo ni kuambie tu mtu wa Mungu, Mungu akupe neema ya kuweza sana kuonekana katika yale unayoyasema, kuonekana katika njia ile uliyoiendea. Wokovu wako, imani yako kwa Mungu na kwa watu wote izirike kwa matendo yako, kwa maisha yako. Lakini baada ya kuomba, ona wajibu. Usiombe na kukaa tu kwamba Mungu atafanya. Hapana, Mungu amekuchagua wewe ili uwe mwakilishi badala yake, wewe uwe kielelezo badala ya Mungu, wewe useme badala ya Mungu, wewe umekuwa sauti ya Mungu. Kwa hiyo wewe ndio unayetakiwa kufanya, sio tena Mungu atafanya, Mungu atatenda. Mungu anatamani wewe ndio utende, Mungu anataka wewe ndio ufanye. Kwa hiyo kufanya, Mungu atafanya kupitia maisha yako wewe. Neema ya Mungu iwe pamoja nawe sana. Mungu akinipa neema tena wakati mwingine, basi nitakuja tena kufafanua zaidi na zaidi kwa kadri Mungu atakavyozidi kunipa nafasi na kibali cha kuja mbele zako. Amina.